wadau na wadaku, Diana Bahati ameamua kuconfirm. Ameamua kupeana Bahati kabisa. Ameamua kuanika kila kitu. Guys, I am telling you, ukiona vile Diana Bahati amesema, utashtuka. No one was ready for this one. Shortly after your allegations are human organs and everything, Diana ameamua kupeana Bahati kabisa live. Hataki kujua. Amesema yeye ananawa mikono na anapeana Bahati. Na ukisikia kitu amesema, huwezi amini. Ile swali limekuwa mkijiuliza for the longest time. Hii story ni kweli inaendelea ina trend. Hii story yenye ina trend kila kona kuhusu Bahati kuuza matiti, kuuza hizi vinywero za mama, kuuza hizi vitu za mama za sehemu za siri. Diana Bahati ameamua kuconfess something very guys, something yenye itakushtua. Hata mimi mwenyewe sijaamini kama Diana. As we speak with you now. Huyo kijana alishikwa na akaekwa ndani. Kwanza ilianza kushikwa na huyo pastor mwenye alikuwa na mhoji, alishikwa kwanza, alafu ndio huyo pastor akapeana huyo kijana. Juu inasemekana asipeana huyo kijana ataingia ndani on behalf of huyo kijana. Ameshikwa, and you guys know very well Bahati ni brand kubwa, Bahati si mtu kuchezea. Huyo kijana after kushikwa tu hivi, ikatakikana Bahati pia aende pia police station, and Diana aende pia police station, na watu wanafanya kazi na Bahati waende pia police. Juu kijana ameinvolve kila mtu. Anasema alikuwa anafanya kazi pale ENB Records, and kila mtu anajua ENB Records ni kubwa, si kitu ndogo. Sasa after kwenda pale kwa police station, hapo ndo kuna sasa maneno. Hapo ndio kuna maneno watu wangu. Hapo ndio sasa mambo yamejulikania. Kijana ameamua kusema kila kitu, na Diana pia kabidi pia yeye aingie katikati aongee kulingana venye yeye mwenyewe anajua kuongea. Na Diana Bahati ile kitu amefichulia police station, amefichua pale kwa police station, ndio imeacha paka polisi wenyewe wakiwa kinywa wazi. Polisi wanajiuliza maswali. Kwani huyu Baha hizi vitu akifanya unakuanga wapi? Na umewahi feel something inaendelea kwa maisha yake? Because Bahati inasemekana anatokanga usiku, anatokanga kwa nyumba asubuhi, anarudi kitu saa 8 usiku, saa 9 usiku kwa mama, hata sasa anarudi asubuhi. Hiyo ndio kazi yake tangu jana na Diana. Na hivyo ndio polisi amuuliza Diana sana, ana explain. Hii ni Diana explainia pale police station, and I am going to put the clips at the end of this video so that you guys you hear for yourself and see for yourself. Msije sijui vipi Sasa Diana Bahati amekuwa pale akiulizwa kuhusu hizi story. Yeye anasema Bahati anatoka asubuhi mpaka jioni, ama akitoka kitu saa 8 mpaka kesho yake. Yaani akona shifts, na amekuwa akipiga masimu different masimu of late, enye hata yeye mwenyewe zimempaka zikaleta mpaka ugomvi katikati yao wawili, masimu mingi. And again Diana Bahati ana confirm, anasema kuna siku aliona damu kwa shati ya Bahati, lakini hakutaka kufuatilia sana maneno. Alijaribu tu kumuuliza, lakini Bahati akasema tu akamconvince kidogo. You guys unajua na Diana pia alikuwa akasema that time I was shooting, nilikuwa na shughuli mingi na nikafanya nini, sikufuatilia sana hiyo story ikaisha tukavanish hivyo. And tangu hiyo siku tulikuwa tukiishi vizuri, tulikuwa tukivurugana hapa na pale, mpaka kuna siku gani mlisikia Diana Bahati kuna siku alikuwa amechananga recently, mkono mpaka can follow each other, wakadelete everything kwa Diana delete everything kwa account yake. I think guys mliona Diana deleted everything kwa account, akasema tukaachana because of too many calls sijui kutoka abroad. So inasemekana hizi calls za kutoka abroad ndio ni calls za orders za watu huko nje. Watu wana order vitu kutoka wapi? Kenya, zikiwaendea. Na ukumbuke hizi vitu wako na connection kila mahali. Hii guys naomba hii town kama una connection huwezi survive. Connection kwa airport, connection kila kona. Connection. Ya hizo vitu zinapakiwa vizuri, zinapita pale kwa airport vizuri, kazi iko packed well packed, alafu zinapelekwa paka pale paka pale zinaenda. Na huko kwenye zinaenda inasemekana
huyo mtu ako na biashara kubwa pia yeye anazipelekanga mahali. So pa matiti, pa everything inasemekana analipa, cause Bahati inasemekana akona pesa. This guy has money. Yani huyu jamaa akona pesa kaa vumbi. Msimuone tu hivyo unyanakaa. Inasemekana Bahati akona pesa. You guys hebu niambie kununua ma Range Rover, kununua sijui ma Brabra, kununua sijui nini. Hata kina Obinna wanunua akona pesa, lakini wanunuangi kama venye Bahati ananuanga. Wewe niambie msanii mgani unaonanga Kenya akifanya vile Bahati anafanyanga? Niambie. Ndio niambie tu haraka nani msanii mgani? Ni Bahati peke yake. Ni Bahati peke. Sasa huyu kijana aki-expose kila kitu ameweka wazi. Huyu kijana amesema paka police paka mtu anachinja wa mwisho. Mpaka wenye walimfanyia. Anasema huyu kijana anajua paka kwao, ni msana mwenye paka anajua. Na anasema yani hiyo kitu inamsumbua kwa sababu ni mtu anajua na ni msana wamecheza nao akiwa bado watoto, na akaorganiziwa yeye akamorganizia kama job, kumdanganya kama ni job, na akaenda huko na akamkata. Sasa hiyo kitu inamhaunt. Anasema hata akifunga tu macho anaona sura msichana akilia. Yani ako na stress huyo kijana. Yani ako very stressed, and anasema ako very traumatized. Damu mikono zake imejaa damu. Yani ako very traumatized. Guys, I'm telling you, mambo ni mingi. Mimi mwenyewe nimeshtuka. I myself hata siamini hizi vitu zinaendelea, cause tell me how can somebody kill somebody just like that? Utoe tu mtu matumbo, maana hata jana tumeona paka Pastor Ezekiel ameomba msamaha pale Bahati and everything. If just imagine Pastor Ezekiel akajihumble, a whole pastor akajihumble akaomba msamaha. It is very nice. Imagine the wisdom in that man. Iko top notch. Huyo mwingine mwenye alifanya makosa, yeye hataki hata kuomba. Yeye hizi omba msamaha. Yeye yako tu bora alishapost yeye anaaja. Lakini uzuri ako ndani. Pia yeye kesi pia inamzungukia. I'm telling you guys, mambo inazidi kukua moto. Mambo inazidi kuharibika kila siku. Tuombe Dana na Bahati at least mambo yaende vizuri pande yao. Tuombe hata Bahati at least hii tabia kuuza mwili za watu hizi kama ni kweli achane nayo. Cause polisi wanasema bado wanachunguza hii maneno. Bado hawajaamini. You guys know very well, police hata ukiwapatia hivi evidence ndio hivi waone ndio hii, but they will still tell you bado tunachunguza. Ni kama story ya Albert. Simeona sasa ndio story imeinuka sasa hivi after 1 year. Simeona sasa hiyo story ya Bahati pia inaendelea polepole chini ya maji. Pia Albert pia ndio ikanyamaza, ni kama ilipotea. So mwili za watu huwa zinadai, roho za watu zinadai guys, zinadai. Hii story ya Bahati kama ni ukweli, acha niwaambie itaenda sana. Hata 6 months itaisha, utasikia tu ameshapatikana. Si wadanganyi. Jua yeye amekanusha, amesema I don't know something like that. But Diana anasema alikuwa siku alikuja na damu kwa shati, na alikuwa hiyo siku na alot, alikuja siku saa 9 usiku kwa nyumba, na alikuwa hiyo siku na alot, na hakufuatilia sana nini na happen, na alikuwa amechoka kutoka mashoot zake, na pia baada alikuwa anaraukia shoot. So mambo ilikuwa ni mingi na hakufuata na story kavanish hivyo. Lakini from that day amekuwa akipiga masimu back to back, za masimu mingi na text mingi ni za wazungu za abroad. So it means that wazungu wanatisha hizi vitu. Sasa sijui wanazikula ama wanazifanyia nini. Unasemekana huyo mwenye kijana anasema anaambia watu kuna huyo mzungu mmoja akona pia kwa sijui na biashara gani pia yeye nayo, lakini wengine hajui anafanyanga nini. Maybe wanakulanga, maybe wanauzanga pia wao hajui. Guys, give me your opinion in the comment because mambo ni mingi. Guys, maybe I'm confused. Don't forget to subscribe to this channel. Don't forget to like. Don't forget to share me with your friend. I'm putting the link here. Make sure you watch the video till the end so that you understand what we are talking about. Yes, guys, I love you. Don't take your support for granted. Blessings.